mahali pa kukaa. Twende kwenye mazungumzo tulionayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Walio pamoja na mimi waseme amen. Haleluya. Kwa jinsi ambavyo tulisema tangu jana, kuna mambo ambayo tumeyazungumza. Tulisoma kitabu gani jana? Kwenye Mathayo 6. Bwana asifiwe. Tulisema hivi kwamba tuna wazo hilo tulioliweka wazi tangu jana, na tutalitangaza vizuri Jumapili ili liende kukaa vizuri kwa kanisa, kwamba tunaenda kuanza School of Ministry, shule ya huduma, ambayo itakuwa ni ya mwaka mmoja, au tunaweza tukaanza miezi 6 mpaka mwaka mmoja, kuwawezesha watu katika nyumba ya Mungu kuwa na uwezo wa kila mtu ambaye angetamani kwenda Bible school ajifunzie hapa. Amen. Maana mafundisho tunayoyafundisha tungeliyapenda kwamba yawe katika mfumo wa kama School of Ministry, ili kwenda kuvitoa vyeti vya wale ambao walikuwa wanaenda vyuo mbalimbali. Sisi tuwe na cha kwetu hapa kitusaidie, kwa sababu siku hizi hata unapoenda kwenye chuo mahali ni unakuwa mwanafunzi, lakini kila wiki unaweza kuhudhuria mara moja, wengine mara 2 kwa kila wiki. Pia wanaweza wakakupa na masomo ya kwenda kujisomea nyumbani. Sasa sisi tukajiona kwamba tunachelewa wapi? Kwa nini sisi tunao watu ambao wako tayari wasitumie nafasi ya wiki hizo tunazokaa kama Bible studies kanisani, lakini tuanzishe course zitakazo kwenda pamoja na sisi katika wiki kwa mwaka mzima. Amen. Watu wawe wameingia kama wanavyoenda Bible school. Kwa hiyo tutatoa mafunzo mbalimbali ya kiuongozi, ya kihuduma. Amen. Kwenye fundisho la nyumba ya Abraham, kile tunachoamini na tunachokielewa katika maandiko, na kwenye masuala ya uongozi. Bwana asifiwe. Kwa njia hiyo basi, House of Abraham tumeshaanza rasmi kuintroduce, amen, chuo chetu kwa sisi wenyewe kwanza, japo nimeshapata wanaopenda tangu jana baada ya kulitoa tamko hili kwenye mitandao tayari wameshaanza kuniitikia. Tuko tayari na sisi tunaomba kujiunga na chuo. Kama tulivyosema, walioko mbali watatufuatilia kwa njia ya mitandao. Tutaanzisha grupu la WhatsApp, na lile grupu litakuwa ni grupu la kutumia masomo. Amen. Mwisho wa mwaka tutakuwa na graduation. Kwa hiyo watakuja wote, tutafanya pamoja na wao. Bwana asifiwe sana. Nafikiri hiyo imeeleweka, Lakini sasa nione, kwa sababu kanisa hatukulipa taarifa mapema, tuwape Jumapili taarifa. Amen. Ili tuwe sasa ni mwezi wa 6 au tumeanza, tunaweza tukawa na masomo ya mwezi mzima, nikayatoa kuanzia Jumatatu watu wapewe. Bwana asifiwe sana. Iko sawa, Na tutakuwa na basic study ya theological kama unabii na maandiko, mambo Holy Spirit, Mungu katika asili yake. Tutajifunza hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeona hiyo itatusaidia ili kwenda kujifunza
mambo mengine makubwa zaidi. Ila katika kile nilichokianza jana, Mathayo 6, hebu twende pale tena nimalizie lile andiko langu, andiko la jana. Mathayo 6 mstari kuanzia ngapi? wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Kati wanafunzi wanaambiwa mkisali msali hivi, basi salini hivi. Lile ni neno ambalo Yesu alilisema kwa wanafunzi wake kuhusu sala. Sala akasema, ukishaingia ndani, ukifunga mlango wako, salini hivi. Bwana asifiwe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Nilishia hapo. Neno ufalme wako, alikuwa anazungumza kwenye eneo la ufalme ambapo ndilo lilokuwa kwenye vision ya Mungu tangu alipoumba mwanadamu. Utawala wa mwanadamu ni mzuri, lakini utawala wa Mungu ni mzuri zaidi. Sisi wanadamu tunaweza tukatawala, lakini mwishoni tawala zetu zikawa zina kasoro. Lakini utawala wa Mungu ndani ya mwanadamu hauwezi kuingia kasoro. Tunapoingia kwenye eneo la Mungu kutawala, Bwana asifiwe, sema amen, amen. Tunapoingia kwenye eneo la wakati Mungu anatawala ndani ya mtu, utawala wa Mungu unaanzia ndani ya mtu. Ufalme wako uje. Katika kuja hauji nje ya mtu, unakuja ndani ya mtu. Sema amen, amen. Neno ufalme wa Mungu, Kiingereza wanasema the kingdom of God. Hii ni kusema ufalme ni ufalme, amen, lakini ni ufalme wenye eneo. Geographically, mfalme lazima awe na eneo. Haleluya. Lile eneo la mfalme tunataka lije tulione. Lakini anapokuja mfalme, anakuja ndani ya mtu. Akitawala ndani ya mtu, lazima awe na eneo la kijiografia. Sahihi anapozungumza Yesu hapa katika ufalme wako uje, alimzungumza Mungu ambaye yuko katika ulimwengu wa roho, anayetawala katika eneo lake la rohoni. Haleluya. Katika namna hiyo Mungu alitaka utawala pia ule wa rohoni auingize ndani ya mtu, apate mahali pa kukaa. Bwana asifiwe. Na kishapata mahali pa kukaa ndani ya mtu, analitengeneza eneo la jiografia. Eneo la jiografia maana yake eneo la ulimwengu wa macho tunaona. Tunaenda sawa, sivyo? Sema amen, amen. Hebu sema ufalme wako uko ndani yangu. Haleluya. Ufalme wake ukishaingia ndani, uwezesha ule mji, mtu aliye na Mungu ndani, ugeuza ule mji utawaliwa na Mungu. Si ni sawa sawa?
Si kama lugha yangu imeenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ufanya mji aliye ndani yako apate kutawala. Okay, kwa lugha nyingine nimeshawahi kusema, labda na mmeshawahi kunisikia. Mungu ni roho. Amen. Na wamwabudu Mungu anamwabudu katika roho. Haleluya. Ikiwa katika roho amekuja duniani, lakini hana mahali pa kukaa ndani ya mtu, anashindwa kutawala. Hawezi kutawala. Akija duniani akakaa katika mtu mwili, anatawala. Nishawahi kutoa mfano. Mimi nikifa, kwanza hapa nilipo nina mji wangu, nina makazi yangu, nina nyumba, nina mke na watoto, nina malazi ya kukaa, kuingia na kutoka, nina shamba, nina magari, nina vitu. Amen. Saa hii katika mji wangu ninatawala kama mimi. Amen. Natawala kwa sababu nina mwili. The moment roho iliyomo ndani yangu ikiachana na mwili, huyu mtu mwili na yule mtu roho wakiachana, huyu Longan hana mahali tena kwenye ile nyumba, hawezi kutawala. Kwa hiyo huyu jamaa mwili anapelekwa kwenye shimo, anafukiwa. Hawezi rudi kulala kwenye kitanda chake, hawezi kuendesha gari lake tena. Mnanielewa? Kwa hiyo hana utawala tena kwenye ule mji. Na mke wangu akipata mume, akiolewa, akileta pale nyumbani, yule jamaa litatawala pale. Mnanielewa? Bwana asifiwe. Amepata mtu mwingine, amekuja na sawa, au yeye mama atabaki pale, atatawala pale. Naeleweka hii lugha? Sasa Mungu aliweka utawala ndani ya mtu, na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu, wakatawale. Si sawa sawa? Kwa hiyo Mungu alimtengeneza mtu, akaandika ndani yake uungu ule wa Mungu uliokuwa mbinguni, akauingiza ndani ya mtu. Lakini mwanadamu alipopoteza ile, Biblia inasema na utakapokula tunda utakufa. Siku ile utakula utakufa. Ule uungu uliokuwa ndani wa utawala uliondoka. Ndio maana ya kifo. Si sawa sawa? Bwana asifiwe. Ule uungu ulipoondoka ndani ya Adamu, utawala uliondoka. Kwa hiyo utawala ulipoondoka, kifo maana yake kiliingia. Kwa mwanadamu alikuwa hana Mungu tena, ufalme wa Mungu ndani ya mwanadamu ulikuwa haupo. Kwa hiyo mwanadamu hana jinsi ya kutawala ardhi hiyo hapo, lakini ardhi itakutawala wewe, hautaitawala. Ndio maana ikaambiwa itatoa miiba na michongoma kwa sababu ya wewe kula, mpaka siku utakaporudi kwenye hiyo ardhi ambayo kwa hiyo ulitolewa. Kwa hiyo ile laana iliyotokea kwenye udongo, badala mwanadamu aliambiwa ataitiisha nchi, atatiisha, atavitawala vilivyoko kwenye ardhi, ardhi ilitoka ikawa adui wa mwanadamu, hawezi kuitawala. Wanyama na viumbe vikawa adui wa mwanadamu, mwanadamu hawezi kuvitawala, vilimdhuru mwanadamu, hana utawala. Kwa hiyo kingdom ni mfalme and dominion. Amen. Eneo lake la utawala, bustani ya Eden. Bwana asifiwe sana. Sasa anataka Yesu tujue hivi. Ndio maana anatakiwa tukaririshwe, tusali. Kusali ni kukaririshwa ili kutafakari alichokupa Mungu.
ukijue, ukielewe, ukitambue na kukubali kwamba ni sehemu ya maisha yangu. Amen. Sasa tulishatambua jana kwamba tunaye baba katika asili hiyo. Amen. Sio kama mwanzo katika Agano la Kale Mungu tulimwogopa kama Mungu. Ni mwenye hasira. Tunaelewana Hana mchezo na dhambi. Atakuangamiza upesi. Usije ukaingia katika ile nchi ukatawala. Kwa hiyo kwa njia hiyo Yesu akamuintroduce Mungu kwetu kama baba sasa. Haleluya. Hiyo lazima tunafahamu hilo, tukaririshwe hilo, tujue kwa njia hiyo basi tuone ule uungu wa baba. Ana relationship na sisi, anapenda kukaa na sisi, anatujali, anatutakia mema. Ule ubaba. Ule ubaba umeenda sasa, anauleta na ufalme. Si sawa sawa? Hauleti tu ubaba, lakini utawala unakosekana kwetu. Na ufalme wako sasa uje. Bwana asifiwe sana. Sema amen, amen. Sasa anapokuja baba, anakuja tena kama mfalme. Anakuja na utawala. Sasa anapokuja na utawala, tunatambua kwa maana ya utawala ni nini sasa. Bwana asifiwe. Uingereza ni nchi inatawaliwa na ufalme. Saudi Arabia ni nchi inatawaliwa na ufalme. Denmark ni nchi inatawaliwa na ufalme. Si sawa Sasa nisemee labda nchi moja. Nchi zenye kifalme, zenye utawala wa kifalme. Raia wote wa ile nchi ni mali ya mfalme. Tunaona hiyo kitu cha ajabu Rais wa nchi ni tofauti na mfalme. Rais huchaguliwa kwa kura za watu na kwa kipindi cha miaka waliojikusudia kwenye utawala wake. Ukipita ule wakati, utawala mwingine unakuja. Huyu ni rais. Lakini mfalme achaguliwi na watu. Ni utawala wa damu. Hello. Ni utawala wa relationship. Nimezaliwa na baba. Baba yangu ni mfalme. Kwa kuwa baba yangu ni mfalme, akiniruhusu mimi katika ufalme wake, ninaweza nikawa mmoja katika wafalme baada ya yeye. Naeleweka Anakuja sasa kufa mfalme, mwanae anarithi. Jamani, mnanielewa hilo? Hebu sema Bwana Yesu, ulikuja duniani na mwili kama mfalme. Haleluya. Ukaleta ufalme wako duniani. Si ni Mungu, ni roho. Sasa roho amepata mwili. Ule mwili aliopata amekuja duniani na ufalme. Jamani, kwenye neno la unabii anasema hivi, na bikira atapata mimba, naye atazaa mwanamume, na ufalme wake begani. Kwa hiyo ana mwili wenye ufalme. Hawezi kuwa na ufalme asiyokuwa na mwili. Kwa hiyo akija na mwili, ameleta ufalme duniani. Sasa ufalme unapokuja, unahamishwa kifo kinapotokea. Amen. Tunaenda sawa? Malkia Elizabeth amekufa. Prince Charles mwanae akapitishwa kuwa mtawala. Maana mama aliyekuwa mtawala wa Uingereza ameaga dunia. Kijana wake wa kiume Charles amechukua utawala. Haleluya. Sema amen, amen. Na hapo kwamba ufalme unaweza ukaingia kwa mwanaume au kwa msichana. Kwamba utawala, binti anaitwa malkia, mwanamume anaitwa mfalme.
Kwa hiyo anavalishwa mavazi ya kifalme, anapewa mamlaka ya kifalme, anaanza kuishi kiutawala wa kifalme mpaka kifo ndicho kitakachomwondoa. Sasa mfalme amekuja, sema amen, amen. Hebu sema kwa sauti, mfalme amekuja. Alipofika mahali pa kufa, alihamisha ufalme ule kutoka kwake, akaenda rohoni, akawachilia ufalme ndani yetu. Jamani, tafakari. Ingieni kwenye tafakari. Msipoyaingiza haya mambo kwenye kufikiri, tafakari, amen, kuzoesha akili yako, ufalme wake umekuja ndani yetu, hautaelewa ya kwamba wewe uko hapa duniani kwa kusudi gani. Hutaelewa duniani, hutaelewa hii imani nimechukua naenda mbinguni, Bwana asifiwe, lakini utaishi kihoihoi duniani kwa sababu hauna sala. Sijui lugha nimetumiaje. Si nimesema jamani, sala ni nini? Sala sio maombi. Sala ni kukaririshwa akili zako. Zimeandikiwa neno moja tu, mimi mfalme, mimi mfalme, mimi mfalme. Unatembea barabarani, mimi mfalme. Sasa ikishaingia kwenye akili lugha ya kifalme, utaanza kujikuta ule uungu wa kifalme ule unaanza kuwa ndani yako, unatoka nje, unakupa haki ya utawala wa kijiografia kwenye eneo lako. Nilishawahi kupata historia ya mhubiri mmoja, sikumbuki jina lake, huko katika nchi ya Marekani, ndani ya mji aliyokuwa yeye, unaita state au jimbo, aliamuru ugonjwa usiwepo katika jimbo lake. Uwe ni mpagani uwe ni mlevi, lakini hautaugua. Na hospitali zote alifuta, apata kuwa na wagonjwa hospitali. Kwa hiyo hospitali zote zilikosa wateja. Ni mtu mmoja ameamua, mtawala katika ufalme wake. Na in case unakwenda kwenye jimbo lake na kaugonjwa kako, unaendesha gari, haukai, unapita tu. Unatoka Arusha unaenda Babati, lakini Babati ndo mfalme anatawala. Unatoka Arusha na kaugonjwa kako, safari yako ni Singida, ile kuendesha gari upita tu Babati, unakaangusha kaugonjwa kwako pale, au vuki nacho. Unatawala. Kuna mtawala hapa. Sema amen, amen. Hebu sema na mimi, ninatawala. Weka sauti juu katika jina la Yesu. Ninatawala. Amen. Sema amen, amen. Na Yesu mwenyewe alipoambia watu, Baba ameona vema kuwapa ninyi ufalme, hakutuambia katika mambo ya rohoni, alituambia mwenyewe. Ukishakufa, ndugu yangu, hauwezi kuwa na ufalme hapa duniani. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Sijajua kama mnanielewa. Natamani eneo langu la kiutawala, geographically, amen, maadui watakupandia mabaya katika hilo eneo, lakini hayatakupata, maana wewe unalitawala. Watakuja waviziao, hawatakuona, maana uko kwenye utawala wako. Haleluya. Sitakasahau ako kwa ushuhuda, maana hata kama kana miaka mingi, nilienda mahali panaitwa Kilgoris.
huko Kenya huko. Niko na mchungaji Peter Mbutu. Bwana asifiwe. Baada ya mwenyeji kunikatalia kufanya mkutano na yeye, na ameshabandika matangazo yangu akisema askofu wake amedai pamoja na mimi kwamba niko kwenye tangazo na askofu naye yuko kwenye tangazo. Amen. Picha zetu zimebandikwa kwenye mji, lakini askofu wake akampigia simu, anatoka mkoa mwingine wa Western. Akamwambia, huo mkutano nimeona umeweka na picha ya mhubiri kutoka Tanzania. Huyo mhubiri sitaki kukutana naye. Nitahubiri huo mkutano mwenyewe. Na sisi ni wageni. Tumetoka Tanzania. Mpaka Kilgoris ni mbali. Mbali mno. Sio mahali paka karibu. Unapita Nairobi, unapita Nakuru, unapita Kericho, unaenda Kisii, unatoka Kisii, unaingia ndani kidogo. Mchungaji mwenyeji alipotukataa asubuhi hiyo tumefika, na ndo pesa iliyokuwa ya mwisho ilitufikisha pale. Hatukuwa na pesa tena. Nilikuwa na mwimbaji mmoja kutoka Tanzania anaitwa Anani. Nilikuwa na Peter Mbutu, mchungaji msaidizi, alikuwa ananisaidia kutembea naye ni huduma. Mwenyeji ametukatalia turudi Tanzania, na hatuna nauli, hatuna pesa, hatuna chochote. Lakini nisikia rohoni amani. Nikamwambia Pastor Mbutu, tuondoke, lakini tutahubiri mkutano hapa hapa. Amen. Lazima tuhubiri mkutano. Tumekuja hapa, nia na kusudi la tuleta hapa, tuipige injili na watu waokoke. Tutahubirije sasa? Na mwenyeji ametukataa. Nikamwambia, umeona matangazo mjini? Picha yangu ipo. Tutahubiri. Kwenye eneo hilo tukatembea kwa mguu katikati ya mji wa Kilgoris, tukakuta tangazo liko kwenye mlango wa hoteli. Sauti kaniambia, ingia kwenye hoteli. Kaambia, pastor, tunaenda kunywa supu hapa, tutakula hapa, na hapa tutapata mahali pa kulala. Lakini hapo kwa nje ya hiyo eneo kuna uwanja mkubwa wa mpira, na katikati ya uwanja kule kuna jukwaa. Kwa hiyo tulipoingia tu tukamwambia yule mtu aliyekuwa pale counter, Bwana asifiwe, akasema amen. Kaambia, tumeliona tangazo la mkutano hapa na mimi ndio mhubiri. Alikuwa ni mwanamke akafurahi, akasema, pastor, karibu kae, ukuje kwanza, supu ni asubuhi hii. Tukala supu na machapati. Wakati tunakula namwambia, huo uwanja ni wa nani? Akasema, ni wa ofisi ya chief, na yuko hapo. Ofisi ya chief iko nyuma ya huo uwanja, na huyo chief ni pastor. Tumemaliza chapati zetu na chai na supu, tukamwambia Ana, baki pale, angalie mizigo, twende tuongee na chief. Mama anatuuliza, kwanza mmefikia wapi? Akasema, bado hatujapata mahali pa kulala. Akasema, mimi niko na hoteli. Kwa hiyo mizigo yetu inakimbizwa mahali pa kulaza wageni, sisi tunaenda kwa chief. Chief anasema, kama yule mwenyeji amewakataa, mimi na pastor, mimi ni mchungaji na kanisa hili hapo, mkutano ni wa kwangu, uwanja ni wangu, jukwaa ni la kwangu, na vyombo ninavyo. Wakatoka kutangaza mkutano. Tunarudi hotelini jioni, mkutano umejaa. Ninatangaza katika uwanja, ili anga ni langu, ardhi yote hii kuanzia sasa ni mimi nasimama kuhubiri. Hakuna mwingine atahubiri, na mtu mwingine asijaribu kupita kwenye ile anga la uchawi. Usiku huo wachawi walikuwa wakipita kwenye hilo anga, walianguka kama maembe. Walinzi wa hoteli walikuwa wanapiga kelele, jamani, tusaidieni wachawi, kwa sababu anga nimeshalikamata. Na mimi nataka tuseme hivi, hata sisi katika eneo letu la kila mahali tutakapokuwepo, anga lililoko juu halitapitiwa na miungu mingine. Itakuwa wafalme ni wewe ambayo ndio unayetawala. Sema amen, amen. Hautaona likiangushwa gonjwa katika nyumba yako. Wakipita huko juu wanatuangushiaga madeni, wanatuangushia magonjwa. Ile anga la maisha yako, ufalme wa Mungu umeshaingia kwetu. Sema amen, amen. Sijui kama unanielewa hii lugha. Kuna andiko moja nataka niliangalie. Amen. Sema amen.
Fungua Ufunuo 11:15. Ufunuo wa Yohana. Bwana asifiwe. Haleluya. Malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, haleluya, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Shangilie Yesu kwa makofi mazuri kabisa. Haleluya. Anapita huyu malaika wa 7. Kwenye milenia, kwenye miaka 1000. Amen. Kipindi ambapo kanisa lilishanyakuliwa, baada hapo Yesu anarudi duniani, anaenda kuingiza utawala wake milele na milele akiwa na mwili. Sasa hivi ameondoka, hayuko katika mwili, anakaa ndani yetu. Haleluya. Ndani yetu anasema hivi kwenye Mathayo ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Luka 17. Luka 17:20. Sahihi anatuzungumzia hivi kwenye Luka 17 mstari wake wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Yesu akajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama huko huku au huko kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Sahihi tunapozungumza hapa katika kipindi hichi, Mungu anatawala ndani ya mtu, uko ndani yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa katika majira haya, kipindi hichi, kabla ya millennium, kabla ya kipindi cha miaka 1000 ile mbele, sahihi sisi wenye mwili, Mungu ameachilia uweza wake wa kitawala, wa kiufalme ndani ya watu walioamini. Geographically, katika mazingira ya macho yanayoonekana, ule ufalme ndani yako unazuia mabaya, unatenganisha mabaya yasipite katika mazingira ya wewe unayetawala. Hebu sema amen. Usipokuwa na tafakari hiyo, usipokuwa na akili hiyo, usipokuwa na sala hiyo, labda nitumie hiyo lugha, mkisali salini hivi. Amen. Tafakari hiyo ikishaanza kupata mtazamo huu, mapito na mazingira na shida na dhiki na ugumu wa maisha unakukataa. Mazingira yanayotesa yatakukataa kwa nguvu. Yaani wewe hutaomba yatoke, yatakukataa wewe kwa nguvu. Sio wewe utakemea, sio wewe utapambana. This is the kingdom of God in us.
ni ufalme wa Mungu ndani yako. Unatembea nje, unapea mipaka, mabaya yasipate nafasi wewe mahali unapoishi. Utatoka asubuhi, kila kilicho chema kitatembea kikikufuata, kitakuzunguka, kitaishi na wewe. Lolote lililo juu, lililo jema litatembea na wewe, litaishi na wewe. Lolote lilioko chini ya ardhi, geographically. Hii ni tafakari. Haleluya. Hii ni kurudia rudia. Nishawahi kumsikiaga yule jamaa anaitwaga katika vibwekwezo vya kuchekesha. Anaitwaga, sijui anaitwaga nani. Anasemeshwaga na mjomba wake Bwakila. Ndio mjomba, kalete mchele kilo moja, sukari kilo moja, na machumvi kilo moja. Na hii ni shilingi 500 ya mchele, hii ni 100 ya sukari, hii ni 50. Anaondoka 100 ya sukari, 50 ya mchele. Akichelewa, akisahau, anarudi, mjomba nimesahau. Nini? Nimesahau 500 ilikuwa ni nini? Unakariri. Akili yako inahitaji kuelewa wewe unatawala pamoja na Kristo hapa duniani sasa na hata milele. Ufalme huu sasa wa dunia umekuwa wa Kristo ndani yetu. Sasa tukikosa hapa, oh my God, sijui na akili yangu inataka kuambia nini. Ninapotembea na vijana wenzangu hawa, maana na mimi ni kijana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na Fred na Joshua, wananisikiaga ninapowaambia watu ninachokufundisha. Utanielewa leo. Na ukitoka hapa ukaenda nje mlango, utakuwa umeshasahau 80% ya kitu nilichokufundisha. Kwa sababu ya uwezo wa fikira zetu sisi kama wanadamu, akili zetu hazina uwezo wa kushika kila kitu mara moja. Hasa mahubiri yanayohubiriwa lisali moja net, uweze kushika. Utashika 20%. Lakini ili uweze kunielewa, maana ni ngumu kunielewa, chukua flash, nenda nyumbani, fungulia tena, fungulia mara ya pili, fungulia mara ya tatu. Ukinisikiliza mara 4, neno hilo moja tu mara 4, tafakuri yako itashika 80%. Na ikishika 80%, umetoboa maisha, hautakwama mahali duniani. Maana akili zako sasa zitakuambia wewe sio maskini, wewe sio maskini, wewe hauwezi kulogwa, wewe hauwezi kuchawiwa, wewe hauwezi kuibiwa, hakuna chuma ulete kwako. Utajielewa. Lakini ukiwa unasikiliza mahubiri kila siku, nyota yako imeibiwa, nyota yako imechukuliwa. Kila siku tafakuri yako, nyota yangu imeibiwa, akili zangu zimeibiriwa, wewe nimechukuliwa nywele zangu. Utabaki masikini japo uko kwenye manyumba ya maombi na maombezi. Maana kila somo linazungumza umenyang'anywa haki yako, umenyang'anywa baraka zako, umeibiwa na chuma ulete. Hayo ndio mahubiri ya tafakuri ya kila nyumba ya maombi na maombezi, usiku na mchana. Wote walioko kanisani wameambiwa wameibiwa nyota. Watatoka pale, nimeibiwa nyota. Ataitafuta njiani, haipati. Ataenda nyumba ya maombi nyingine, anafikiri ataikuta, haipo. Inatakiwa waende kwenye sala ya Baba wetu uliye. Wakifika hapo, waanze kupata tafakuri ya kujua ninaye Baba. Hakuna mtu anaweza kaninyang'anya haki ya mzaliwa katika ufalme wa Mungu. Nimepewa ufalme. Sasa, kwani kuna watu wanapenda ufalme? Pana. Watu hawapendi ufalme. Watu wanapenda umasikini. Wanapenda kuambiwa wewe umelogwa. Yaani una majina ya waganga uliowea kuyaombea washindwe, na kila siku unawakuta barabarani
waganga na hawajashindwa. Ni kwa sababu ya utawali. Hello? Lakini let's come back to Christ. Turudi katika mafundisho ya Kristo. Baba ameona vema kuwapa ninyi huu ufalme. Anasema, na mkiupata huo ufalme, hamtasumbukia mle nini, mnywe nini, au mvae nini. Maana hayo ndio mataifa usumbukia, bali ninyi hayo mkiyapata katika ufalme wa Mungu, mtazidishiwa. Mtakuwa kwenye mazingira ya wingi, chakula, utakula na kushiba na kusaza, na kuwafanya wasio na kitu ukawapa. Naeleweka hii lugha? Sema amen, amen. Hebu sema nimebarikiwa katika ufalme, katika utawala pamoja na Kristo. Ninatawala duniani, ninamiliki duniani, hakuna wa kunitawala katika ulimwengu wa roho wala wa mwili. Majini hayawezi, wala uganga, wala aina yoyote ya miungu. Ninatawala na ninamiliki juu ya nchi. Haleluya. Sema amen, amen. Huo ufalme, anasema Yesu, umo. Neno umo, tukubaliane, umo wapi? Nani? Kwa nini uko ndani? Ni kwa sababu mfalme wa Israeli msalabani, huyu ni mfalme, amekufa. Amen. Kaenda kaburini, kafufuka, ameenda mbinguni. Akasema nitarudi, nitakaa ndani yenu. Amen. Mimi na Baba tutaweka makao ndani yenu. Kumaanisha uungu wa utawala wa Mungu kwa jinsi ya mwili umehamia ndani yako. Hello. Sema amina. Wakolosai 2. Kamuda kamibaki. Bwana sifiwe. Wakolosai 2. Situko vizuri? Sema amen, amen. Wakolosai 2. Nianze mstari wa 6. Lakini napalenga kwenye mstari wa 10. Ila pata picha ya tafakuri. Jizoeshe kusali. Jamani, mimi hizi ni sala zangu. Hizi nayoongea hapa ni sala zangu za kila siku. Nimejitafakarisha, nikajifundisha katika akili, nikajielewesha katika fahamu zangu. Haya ndio mimi, maisha yangu ndio haya. Mimi sasa ndio naishi hapa. Na kwa njia hiyo ulimwengu wa afya hauwezi kunisumbua. Ulimwengu wa makwazo hautakaa utokee mbele yangu. Ulimwengu wa vita hautakaa utokee mbele yangu. Ulimwengu wa madeni hautakaa mbele yangu. Ulimwengu wa umaskini hautaonekana kwangu forever. Anasema hivi, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana Adonai hapo, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Mnasikia hiyo lugha eh? Msienende katika namna nyingine. Enendeni, ishini, tafakuri yenu iwe katika yeye aliyewafanya ninyi jinsi alivyo yeye mbinguni, ndivyo na sisi tulivyo hapa duniani. Ameandika mzee Yohana. Tunaelewana eh? Anasema hivi, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mzidi kutoa shukurani. Mstari wa 8 nilishawahi kutoaga angalizo.
hakikisha huu mstari wa 8 unaushinda. Mkifeli kwenye huu mstari wa 8, umekufa duniani japo unatembea na nguo unavaa. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Mfalme hawezi kumilikiwa kwa mafundisho ya mtu ambayo ni mafundisho feki. Maana yeye amefundishwa mafundisho ya Kristo, amefundishwa mafundisho ya ufalme. Anauona ufalme wa Mungu unavyo-operate ndani yake. Hawezi kuwa tena katika mafungo ya kielimu ya watu. Huwezi kuwa mateka, huwezi kuwa kwenye gereza. Nishawahi kuona maono zamani, miaka zaidi ya 25, tena nilikuwa Marekani mwaka 96, 1996. Nimechukuliwa katika roho, nimepelekwa kwenye jengo ambalo kuta zake ni ndefu, na juu ya kuta kule kuna askari wanao patrol wenye silaha, wanatembea juu za ukuta, wana patrol. Mungu akaniambia lile ni gereza, na wako watu mle ndani, majenero, watu ambao ni mashujaa wangu, wamo mle ndani, wameshikwa mateka kwa mafundisho na elimu za wanadamu. Nenda kawafungue, nenda kawatoe nje. Na wale askari hawana macho, wale askari silaha zao hazina uwezo kwa dhuru. Sasa wale walio ndani, kwa nini wasitoke? Wameshikwa na hofu, wameshikwa na uoga. Nenda kawatoe hofu zao. Nikafika kwenye ukuta, nikaingia ndani, kuta watu maelfu wamelala, wana vidonda vinanuka, wamelala, vidonda vinatoa wadudu wa kila aina, wana maumivu, wamechoka, wamekata tamaa, wamelaliana kwa kuchoka, hawana maisha, wamekata tamaa kabisa. Nikapiga kelele nikiwaambia wainuke, tutoke kwenye hili jengo. Wakanikatalia kabisa. Tena hawasubutu kuvinyanyua vichwa vyao waniangalie usoni. Wanafikiri askari walioko kwenye ukuta watawapiga risasi na kuwaua. Nikawaambia hawa askari hawana macho na silaha zao hazina uwezo wa kuwadhuru. Hawakunisikia. Nilihangaika, nikawaambia si mnaniona? Mbona hawahangaiki na mimi? Mbona hawanidhuru mimi? Macho yao hayanioni. Na mimi nataka nikwambie hivi, adui unayowafikiri ni adui kwako, hawana macho ya kukuona, hawana silaha ya kukudhuru wewe, maana wewe hauko katika eneo la utawala wao. Sema amen, amen. Mmoja katika askari, baadhi yao niliwaona ni watu ambao kama ninawajua, alinanyanyuka akaniambia, kama wewe hawakuoni na hawawezi kukudhuru, inawezekana hata na mimi hawanioni, acha nikufuate. Nikatoka na mmoja mpaka nje ya ukuta, tukarudi na huyu mmoja, tukaambia jamani, si mnatuona? Hawatuoni, hawatuwezi, hawana silaha. Wale askari kana kwamba wanawaona, kana kwamba wanawaangalia, kumbe hawana macho. Mafundisho, elimu za bure, mapokeo ya wanadamu, mafundisho yasiyokuwa na Kristo yamewafanya watu wamekuwa na hofu, woga, utumwa, mateka. Wamefungiwa kwa majindo, wamefungiwa kwenye manyumba. Wanajua dini yao, askofu wao, mchungaji wao anaweza akatamka neno ukafa. Kumbe ni mafundisho ya wanadamu yanakuweka kwenye uoga. Hakuna kiumbe chenye mdomo anaweza kukutamkia wewe neno la kukuzuru ukiwa huko kwenye kiti cha ufalme pamoja na Kristo. Hawana laana ya kukutamkia. Haleluya.
Nyumba ya Abrahamu mna mtu anaweza kukulaani binadamu. Tafuteni hata wakukulaani wa aina yoyote utamwona. Tuko kwenye ufalme. Tuko kwenye ufalme, sema amen. Ndiposa wale wengine walipoanza kupata ufahamu, wakaanza kunyanyuka mmoja mmoja, wana uniform, wengine kabisa unaziona nyota za kijeshi, kama vile walikuwa ni wanajeshi wakubwa, lakini walikuwa wamefungwa kwenye ufalme ambao unawatisha na kuogopesha na kuwafanya watumwa na mateka. Kumbe maskini ya Mungu, huo utawala wa giza hauna chochote cha kuwadhuru wale watu. Walijeruhiwa kwa mafundisho na mapokeo yao. Kwa hiyo waliponyanyuka, tukatoka nje mmoja baada ya mwingine. Walipoanza kutoka kwa wingi, wakatoka mpaka tukawamaliza. Tukiwa tunaenda, wamechoka, wameinama, hawana nguvu ya kutembea. Nikaliona wingu kubwa jeusi kama wingu la mvua. Macho yangu yakatazama kwa makini, kama vile mtu anavyotazama kitu katika mawingu. Kumbe walikuwa ni ndege wa angani kama tai, wanakuja na mabawa yao, wakafunika lile eneo tulikuwa tukitembea kwa giza lile la mabawa yao. Wakaanza kupiga mabawa, upepo ukawa mwingi, ukaanza kuvuma. Kila upepo ulipokuwa unatembea, unaingia kwenye majeraha, unaingia kwenye mwili ambapo kuna maumivu na kuyatoa maumivu ndani. Nikauliza, kwa nini hawa ndege wanatupuliza? Kaambiwa, Roho wa Bwana amekuja juu yenu na kuwaponya kwa pumzi yake. Wale wakapona, wakawa hai. Wacha nikwambie, tuna watu wako kwenye viti vya magonjwa, ndani ya madhehebu, wanafia mle ndani, wanaishi humu ndani na umaskini, wanaishi na hofu, wakitamani kutoka hawawezi kutoka, wanaogopa. Fanye mateka kwa elimu yake ya bure na kwa madanganyo ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Anasema wala si kwa jinsi ya mafundisho, anasema kwa mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. 9 na 10 mstari, nataka hapo. Haleluya. Maana katika Yesu, yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Hapo ndo nafafaia. Aki tutaishi kwa jinsi Mungu aliyeongea tu, jua na mwezi na nyota na vyote vinavyoonekana vikatokea, eti akajionyesha na kudhihirika katika mwili wa Kristo. Mungu we, tafakuri yako. Haleluya. Mimi nalala, ninaamka, haya maandiko yanatembea kwenye mifupa, damu na nyama, viungo, kila eneo. Yaani ninaishi humu. Hii ndio sala. Haya ndio maneno ya sala yangu. Sintadanganywa. Sintakuwa mateka tena kwa elimu ya mtu ya bure, sio tena kwa mafundisho ya zamani na madanganyo matu. Sintaishi huko tena. Nimeshajitambua katika Kristo aliye msingi, nikajengwa juu yake. Haleluya. Haleluya. Nikajua hiyo, nimejua hiyo. Na kwa jinsi hiyo, andiko la mstari wa 10 ananiambia hivi, na ninyi, na wewe na mimi unayenisikia, na ninyi mmetimilika. Mmetimilika, mmetimilika. Hebu sema nimetimilika. Sijui kama unaona hiyo lugha. Mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Utaniambia utatembea duniani, kuna mtu anaweza katamka neno baya kukupata?
hayupo huyo mtu, na akijaribu anakufa kabla hajafungua mdomo, kabla meno yake na ulimi havijakutana kutoa sauti yenye pumzi, atajiua yeye hapo hapo. Maana kwenye eneo hili ninaloishi Baba ameona vema kunipa mimi ufalme. Full stop. Ufalme umo ndani yetu. Majira ya masaa yameisha, dakika zangu zimebaki 5. Hebu jiwekee mkono mwenyewe kifuani, sema mwili huu ufalme wa Mungu unakaa ndani. Kwa sababu hiyo nimejengwa juu ya Kristo, sintaingia tena katika mapokeo na mafundisho manyonge, mafundisho yenye elimu ya dunia hii, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kuanzia sasa nitaenenda katika Kristo na nitatembea katika uwezo na mamlaka yake kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili. Nikiwa Kongo wakati ule nilishashuhudiaga, mnajua. Niliongea mambo makubwa, magumu. Haleluya. Kuna mahali unafika mahali kuna vingine unaweza ukaviongea, si kwa sababu ya roho ya unabii. Kwa sababu ya roho ya ufalme. Unaongea, nabii maneno yake yatatimia, lakini yanaweza yakaja baada ya miaka 10. Unaelewana? Hata miaka 20. Sio lazima yatimie sahihi. Lakini mfalme akiongea, system inaangaikia sahihi. Hakuna kuchelewa. Na roho wa ufalme akae ndani yako kuanzia leo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Malizia yale maombi pamoja na mimi. Sema, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu ndani yangu tangu sasa hata milele. Yale maombi kukosea, ile sala ukikosea, ukatamka kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu tangu sasa na hata milele, ukamalizia hapo, ukusema kwenye geographically uko wapi, na kati Yesu anasema kwenye Luka 17 uko ndani yenu, umeharibu. Kumbukumbu nzuri, tafakari ili ujitambue katika huu ufalme. Rudia tena pamoja na mimi. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu ndani yangu sasa na hata milele. Yani hiyo raha nilionayo, unasikia napiga hiyo. Unajua kuna mkate nimeshauona umetengenezwa tayari katika ufalme wa Mungu. Nitakula na kushiba na kukaa salama. Kuna ule aliyoomega akasema kuleni katika huu, akawapa. Najua na wewe umepewa. Kuna kipande cha ule ufalme kimeshamegwa, kimeshatolewa. Utatembea juu ya ardhi hii, unakanyaga mahali viumbe vinatetemeka, vilivyoko kwenye ardhi, vilivyoko kwenye anga, vilivyoko kwenye mazingira ya mwili na rohoni. Vinajua anayetembea sahihi sio mwanamke bali ni mtawala, sio mwanamume bali mtawala. Yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliyoko huko nje katika ulimwengu wa giza. Mzee Yohana aliniacha hoi. Aliwahi kusema katika nyaraka zake, Bwana asifiwe, sema amina amina. Sijui kama mnamjuaga Yohana wa nyaraka za Yohana. Sijui alisemeaga wapi huo mstari. Haleluya. Sema amen amen.
Alisema hivi, na kama alivyo juu mbinguni ndivyo tulivyo sisi huku duniani. Kama yeye alivyo hivyo ndivyo tulivyo hapa. Unaweza kufikiria hiyo lugha huyu Bwana anaizungumzia kutokea wapi? Haleluya. Sema amen, amen. Kama alivyo juu mbinguni, kama alivyo kwenye kiti kile cha utawala mbinguni, ndivyo tulivyo duniani. Nataka nikushuhudie hivi, huna asili ya kufeli duniani. Huna asili ya kuonewa duniani. Huna asili ya kuwa mkia duniani. Huna asili ya kuwa maskini duniani. Huna asili ya laana duniani. Unayo asili ya utawala. Ameona vema akawapa ninyi ufalme. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu. Hii ni tafakuri. Sijamaliza ile neno la sala Baba yetu uliye mbinguni, lakini inanipa raha. Sema amen, amen. Sasa hivi hana kazi ya kusema utulinde na yule muovu. Sasa hivi hamna hiyo tafakuri, utulinde na yule muovu. Hamna hiyo tafakuri. Nne 17 inasemaje? Kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Waraka kwanza Yohana 4:17. Kama yeye alivyo ndivyo tulivyo sisi. Hebu cheki angalia hiyo. Alafu ndio maana nakwambia hivi, kwenye ile tafakuri ya Baba yetu uliye mbinguni kuna ile neno utulinde na yule muovu, si ndio? Kumbuka hapa chini ufalme ameshaweka ndani. Muovu hana vita tena na mfalme, bali mfalme utawala na wote walio wabaya wake uweko chini ya miguu. Nami nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Tayari ile eneo la tafakuri kwamba kuna watu wanaonifuatilia. Bwana naomba nilinde, Bwana naomba niokoe katika jina la Yesu. Saa hizi tumeshaondoka kwenye position hiyo. Tumeenda kwenye position ya utawala. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jitafakarishe. Tumia sala hii. Sema amina, amina. Kwamba amenifanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nami namiliki juu ya nchi. Sema tena, nami namiliki, nami namiliki, nami natawala vitu vyote vinavyoonekana kuanzia sasa, vyote vya asili ya wema, mazuri, ya furaha, ya amani, kwa kunifurahisha mimi na Bwana wangu na vitawala. Tunaenda sawa sawa, Tafakuri itakwenda. Inaingia kwenye kichwa chako. Sala inaingia. Hebu jitengenezee sala. Jitengenezeni sala zenu. Mnanisikia? Mimi nina sala zangu. Nikiomba hata mke wangu kwanza anafikiria, baba tuombe. Naambia ngoja mimi niombe. Wow, Bwana Yesu, ninashangaa vile usiku ulivyoisha ukiwa na raha. Na namna nimelala wala hofu hazikutokea, wala mlango wangu haukuguswa na kiumbe chochote, na ndoto zangu na maono yangu yalifichwa katika mbavu zako na katika manyoya yako. Hata macho yangu yameona nuru yako. Asubuhi hii nimeziona baraka zilizotangulia malangoni mwangu hata kabla sijatoka. Na nakwambia hivi, kabla sijatoka naziona baraka zinaanza kupiga simu zenyewe. Tafakuri yangu hiyo.
Ninaanza kuyaongea mazuri, ninanena yameshaumbwa, yameshatekeleza wajibu wake, zinakufizia baraka, zinakungojea kutokea mlangoni, zinakungangania. Ase uniachi, na mimi naambia tembea na mimi, tangulia mbele. Zinaanza kutangulia. Kule unapoenda zinatangulia na wewe. Huku nyuma zingine zinasema Bwana nisubiri, zinanishika vazi, nasema zimeandikwa kama nami nitakutafuta popote, zitakutafuta, anasema and they shall overtake you. Hebu nyanyua mkono juu, bisema kwa jina la Yesu, nimetiwa mafuta ili kutawala vinavyoonekana na visivyoonekana, kwa jina la Yesu, amen. Twende tutoe sadaka yetu. Umemaliza? Alhamisi na Ijumaa ni siku ya maombi kavu kabisa, na nitalala hapa. Alhamisi nitamkia hapa, Ijumaa nitalala hapa, nitamkia hapa mpaka ya siku ya Jumamosi mchana. Sina mafundisho ya Jumamosi, ya Ijumaa wala Alhamisi, ni maombi. Ukija njoo tuombe. Ukija asubuhi, mimi kuanzia saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 niko hapa. Alhamisi ukipenda kufunga na kuomba. Hili nalo sio lazima, ni wewe mwenyewe tengeneza mahali pa tafakuri zako.